Asante sana waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa zilizowasilishwa leo katika bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge na utawala, katiba na sheria, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi zilizochambua bajeti ya mfuko wa bunge na ofisi ya waziri mkuu, bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Pia ninaomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya waziri mkuu, taasisi zilizopo chini yake na mfuko muhimu kwetu waheshimiwa wabunge wa mfuko wa bunge kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake ambazo zimetuwezesha kufika siku ya leo tukiwa wenye afya njema, tayari kwa kujadili taarifa mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali ya awamu ya 6 zilizotekelezwa kwa mafanikio makubwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 na mwelekeo wake wa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuwapongeza Waislamu wote kwa kumaliza salama mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr kwa amani. Aidha, niwatakie kila laheri Wakristo wote wanaoelekea kuhitimisha mfungo wa Kwaresma pamoja na maandalizi mema ya sikukuu ya Pasaka kwa mwaka huu wa 2025. Salamu za pole. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati tukiendelea na utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024-2025, bunge lako tukufu lilipoteza viongozi mashuhuri pamoja na wanasiasa wakongwe ambao wamewahi kutumikia katika nafasi mbalimbali zikiwemo za ubunge na nyingine katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo tarehe 27 Novemba 2024 bunge lako tukufu lilipata pigo kwa kuondokewa na Mheshimiwa Dr. Faustin Egbert Ndugulile aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani ukanda wa Afrika. Ninatoa salamu za pole kwako wewe Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge wote kwa kuondokewa na mbunge mwenzetu. Tarehe 17 Disemba 2024 taifa letu liliondokewa na Mheshimiwa John Tendwa, msajili mstaafu wa vyama vya siasa. Marehemu John Tendwa atakumbukwa kwa kujenga misingi imara kwa vyama vya siasa, lakini pia atakumbukwa kwa ukomavu wake hususani katika kusimamia demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Kadhalika, tarehe 27 Disemba 2024 tuliondokewa na Mheshimiwa Mwanaisha Athumani Kwariko, jaji wa mahakama ya rufani na mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Marehemu Mwanaisha Kwariko atakumbukwa kwa utumishi wake ndani ya mahakama na mchango wake mkubwa katika tume huru ya uchaguzi. Tarehe 30 Disemba 2024 tuliondokewa na Mheshimiwa Jaji Fred Kimuita Warema aliyewahi kuwa jaji wa Mahakama Kuu divisheni ya biashara na mwanasheria mkuu wa serikali. Marehemu Jaji Fred Kiwarema pamoja na kazi nyingine atakumbukwa kwa ushauri na mchango wake wa kisheria katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tarehe 20 Februari 2025 nchi ilimpoteza Bibi Sifaeli Mushi, mwanamke aliyeshiriki katika tukio la kuchanganya udongo wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar. Bibi Sifaeli Mushi atakumbukwa kwa uzalendo na historia ya muungano wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kama waheshimiwa wabunge mtakumbuka, tarehe 5 Machi 2025 tulimpoteza Mheshimiwa Profesa Philemon Sarungi aliyewahi kutumikia taifa letu kwa nafasi ya mbunge, mkuu wa mkoa na waziri katika wizara mbalimbali. Nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote walioguswa na msiba huo.
Mheshimiwa Profesa Sarungi atakumbukwa kwa utumishi wake uliotukuka, uwajibikaji na uzalendo wa nchi yake. Lakini vile vile usiku wa kuamkia tarehe 13 Machi 2025 tulimpoteza mwanasiasa mkongwe Mheshimiwa Thabita Siwale aliyewahi kuhudumu katika nafasi ya mbunge na waziri katika wizara mbalimbali. Itakumbukwa kuwa mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 1975 baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua Mheshimiwa Thabita Siwale kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na mchango wake katika jamii, hayati Mheshimiwa Thabita Siwale alitunukiwa tuzo ya mwanamke mahiri wa karne ya 21 mwaka 2000 na tuzo ya mwanamke wa kwanza katika mwaka 2008. Inatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na kwa Watanzania wote walioguswa na msiba huo. Tarehe 28 Machi 2025 nchi yetu pia iliondokewa na mwanadiplomasia mkongwe Mheshimiwa Balozi Juma Volta Mwapachu. Balozi Mwapachu aliyewahi kuwa katibu mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, aliyewahi kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Inatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na kwa Watanzania wote walioguswa na msiba huo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha hivi karibuni wapo Watanzania wenzetu waliofikwa na maafa mbalimbali yaliyosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, ikiwemo kuporomoka kwa jengo la ghorofa Kariakoo jijini Dar es Salaam. Nitumie nafasi hii kuwapa pole Watanzania wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na maafa hayo. Ninawaombea marehemu wote, Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amina. Pongezi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunafahamu kuwa mwaka huu Bunge la 12 linahitimisha shughuli zake kwa kipindi cha miaka mitano kilichoanza Novemba 2020. Kwa msingi huo, hotuba yangu itaeleza kwa muhtasari mafanikio makubwa yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia imeainisha baadhi ya kazi zinazotekelezwa na serikali kwa kuzingatia mipango na mikakati mbalimbali ya taifa. Baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka mitano wa mwaka 2021-22 hadi 2025-26 ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika na malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati ya moyo wangu nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri tangu alipoanza kuiongoza nchi hii tarehe 19 Machi 2021. Ninampongeza pia kwa mafanikio makubwa aliyoyapata katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020. Kwa hakika ametekeleza kwa vitendo na matokeo yanaonekana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kuimarisha miundombinu, kuboresha utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii, pia kusimamia utawala bora, kuongoza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi na kuhamasisha uwekezaji. Diplomasia ya kiuchumi nayo imesimamiwa na mahusiano ya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hatua nyingine nimpongeze Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutekeleza vema wajibu wake kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu ya kuliongoza taifa letu. Kwa hakika miongoni mwa maelekezo ya viongozi wetu yamekuwa yakitoa mwelekeo sahihi wa utekelezaji wa wajibu wetu kuwatumikia Watanzania. Kadhalika nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuhakikisha kuwa ilani ya CCM kwa upande wa Zanzibar inatekelezwa kikamilifu na kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi na usimamizi mzuri kabisa wa sekta mbalimbali za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika,
Nitumie nafasi hii pia kipekee kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Uchaguzi wao ni kielelezo cha ukomavu wa imani kubwa walionayo wana CCM wote kwa viongozi hawa, kutokana na uongozi wao makini na imara unaozingatia maslahi ya wananchi wote. Nitumie nafasi hii kuwaomba Watanzania wote kuendelea kuwaunga mkono kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Nchimbi ni mwanasiasa mkonge mwenye uzoefu mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, serikali na jumuiya za kimataifa. Ninampongeza sana Mheshimiwa Nchimbi na kumtakia afya njema na kila laheri kwenye mchakato ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Steven wa Masatu Wasira kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara. Nirudie kauli yangu niliyoitoa katika mkutano wa 18 wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Februari 2025 kuwa chama kimepata mtu sahihi kwa wakati sahihi kutokana na uzoefu wake na busara zake. Mheshimiwa Wasira ni kiongozi na mwanasiasa mkongwe ambaye mchango wake unaendelea kuhitajika katika kuimarisha umoja na mshikamano wa taifa letu kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia namshukuru Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa kunisaidia kutekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Vile vile nampongeza sana kwa kuendelea kusimamia ipasavyo sekta ya nishati. Jitihada zake zimeleta matokeo chanya katika upatikanaji wa nishati hapa nchini. Sote tumeendelea kushuhudia mtandao wa umeme ukiendelea kuongezeka hadi vijijini na sasa tunaelekea vitongojini. Lakini pia nimpongeze sana kwa kusimamia ajenda ya matumizi nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge duniani. Lakini pia wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika na wenye viti wa Bunge kwa kuliongoza bunge lako tukufu katika kusimamia serikali ni kuhakikisha kuwa inatekeleza wajibu wake wa kuhudumia wananchi. Vile vile ninatoa shukrani zangu za dhati kwa kamati za kudumu za Bunge kwa kazi kubwa na nzuri ya kupitia makadirio na mapato matumizi ya wizara, mikoa, wakala, idara zinazojitegemea na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, na washukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba. Lakini pia kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Elbariki Emmanuel Nkingu, mbunge wa jimbo la Singida Magharibi. Lakini pia kamati ya kudumu ya ustawi wa maendeleo ya jamii chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Fatima Hassan Taufiki, mbunge viti maalum, na kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Oran Manase Njenza, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini. Maoni na ushauri wa kamati hizo yamesaidia sana kuboresha makadirio ya mapato matumizi ya fedha ya ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa Bunge kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawashukuru waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, naibu mawaziri, makatibu wakuu, makatibu tawala wa mikoa, naibu makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa mashirika, wakala wa idara zinazojitegemea kwa ushirikiano mkubwa walionipatia katika kutekeleza majukumu ya nafasi ya waziri mkuu. Kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushauri wake wakati wote wa mikutano ya bunge lako tukufu. Lakini vile vile namshukuru sana Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, kwa ushirikiano wake wakati wote wa utekelezaji wa majukumu ya serikali. Aidha, nawashukuru watumishi wote wa serikali na taasisi zake kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi mkubwa
Jitihada zao zimechangia tija na ufanisi wa utekelezaji wa shughuli za serikali. Vile vile nawashukuru kwa michango yao inayowezesha kukamilisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna pekee kabisa ninawashukuru: moja, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Lakini wa pili, Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge wa Chalinze na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira ya wenye ulemavu. Vile vile Mheshimiwa Umi Nderiananga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, pamoja na Mheshimiwa Petrobas Katambi, mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Makatibu wakuu wakiongozwa na Dr. Jim Yonas, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na Bi Mary Maganga, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Naibu makatibu wakuu akiwemo Dr. James Kilabuko anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, na Bi Zuhura Yunus, naibu katibu mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Wako wakurugenzi wakuu wa taasisi zilizopo chini ya ofisi ya waziri mkuu, ofisi binafsi ya waziri mkuu na naibu waziri mkuu, pamoja na wafanyakazi wote kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kutekeleza majukumu ya waziri mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kuwashukuru washirika, wadau wa maendeleo zikiwemo nchi rafiki, taasisi na mashirika ya kimataifa, madhehebu ya dini na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kujenga uchumi na kuiletea nchi yetu maendeleo. Mipango yao imekuwa muhimu katika kuwezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa kimaendeleo kwa kuzingatia mipango tuliyojiwekea. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawashukuru wananchi wa jimbo la Ruangwa kwa kuendelea kushirikiana nami na kuniunga mkono katika kuhakikisha tunaleta maendeleo ya pamoja. Wanaruangwa wamekuwa wavumilivu katika kipindi chote nilipokuwa mbali nao wakati nikitekeleza majukumu ya kiserikali. Hii imeonyesha ni kwa namna gani wamekuwa na stahimilivu na uungwana kwa serikali yao. Ninawashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirikiano wao kwa serikali umekuwa chachu ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee kabisa napenda kuishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu mpendwa Bi Mary Majaliwa, watoto wangu na familia yangu kwa ujumla kwa upendo wao, uvumilivu wao na maombi yao wakati wote ninapotekeleza majukumu ya kulitumikia taifa. Na washukuru sana na ninawapenda sana. Mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, katika hotuba yangu ya mwaka huu nitaanza kueleza kwa muhtasari mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Rais mara baada ya kushika hatamu ya kuliongoza taifa letu aliweka bayana vipaumbele na mwelekeo thabiti unaolenga kuwatumikia wananchi wa Tanzania wakati alipolihutubia bunge lako tukufu tarehe 22 Aprili mwaka 2021. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hotuba yake Mheshimiwa Rais aliahidi kudumisha mazuri yote ya awamu zilizopita, kuyaendeleza mema yaliyopo na kuibua mengine mapya. Alisisitiza utekelezaji wa ahadi hizo kupitia salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwa hakika kazi imefanyika, yaliyoachwa yametekelezwa, mapya yameibuliwa tena kwa mafanikio na tunasonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile Mheshimiwa Rais alielekeza serikali anayoiongoza kutekeleza majukumu kwa kuzingatia falsafa ya 4Rs ambayo inasisitiza umuhimu wa kuwa na maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Falsafa hiyo inalenga kulileta taifa pamoja, kujenga hali ya uvumiliana, kuwa na makubaliano ya pamoja katika kulijenga upya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia mwelekeo wa maono ya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha uongozi wake,
Serikali ya Chama cha Mapinduzi imepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Shughuli hizo ni pamoja na ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya uchumi, kuongeza fursa za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia sekta za uzalishaji, kuboresha huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na maji, kutekeleza mikakati thabiti ya kuvutia uwekezaji nchini na kukuza uhusiano wa kimataifa na diplomasia ya kiuchumi. Mafanikio yaliyopatikana yanawezesha kukua kwa uchumi wa nchi yetu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi. Ninaomba sasa nilitaarifu bunge lako tukufu na wananchi wote wanaosikiliza kupitia vyombo vya habari wote kwamba baadhi ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika uongozi wa awamu ya 6 ni haya yafuatayo. Moja, uzalishaji wa ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzalisha fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Vile vile serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kukua na kupanua wigo wa uzalishaji wa ajira hapa nchini. Kutokana na jitihada hizo, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 25, jumla ajira milioni 8,084,204 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Ya pili ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni 1,809,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 62.37. Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia asilimia 14.35. Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia asilimia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia asilimia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025. Eneo jingine ni uimarishaji wa huduma za bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia ushindani wa kibiashara uliopo katika ukanda wa Bahari ya Hindi, nchi yetu imechukua hatua mahususi ili kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo tunayo ya kuwa ni lango kuu la biashara kwa nchi jirani. Hatua hizo ni pamoja na uboreshaji wa bandari zetu zilizoko katika bandari kuu na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Idadi ya makasha yanayohudumiwa kwa sasa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025, ikilinganishwa na makasha 670,724 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho wa mwaka uliopita. Ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanywa katika gati 0 mpaka 7, ambapo idadi ya makasha yaliyohudumiwa katika eneo hilo yaliongezeka kutoka 122,339 hadi 160,286 katika kipindi hicho. Aidha, muda wa meli za makasha kusubiri nangani umeondolewa kabisa. Hivi sasa meli hufunga na geti mara tu zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Hali hiyo imepunguza wastani wa muda wa meli zisizokuwa za makasha kusubiri nangani kutoka siku 46
za awali hadi siku 7. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana katika bandari ya Dar es Salaam ni pamoja na kupungua kwa idadi ya meli zinazosubiri nangani kutoka meli 30 hadi 3. Muda wa meli kuhudumiwa nao umepungua kutoka siku 4 hadi siku 3 kwa meli za makasha. Muda wa kuhudumia meli za mafuta umepungua nao kutoka siku 10 hadi siku 3. Kuimarika kwa utoaji wa huduma hizo kumepunguza tozo za meli hizo kusubiri nangani na hivyo kuchagiza kupunguza gharama za bidhaa kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023/24 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024/25. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha nayo pia yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 mwaka 2023/24 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaimarisha shirika la ndege la Tanzania ATCL. Serikali imeendelea kuimarisha shirika la ndege Tanzania ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo yake ndani na nje ya nchi. Serikali kufikia kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 ilitumia trilioni 1.49 kununua ndege 7, ambapo ndege 6 ni za abiria na ndege 1 ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika kuwa la jumla na ndege 16 ambazo zimeimarisha na kuongeza safari za ndege za ndani na nje ya nchi. Hivi sasa shirika la ndege Tanzania limeongeza safari za ndege kwenda nje ya nchi, ambapo ndege zake zinasafiri kwenda Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou nchini China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola nchini Zambia, Harare nchini Zimbabwe, Dubai kwenye Falme za Kiarabu, Nairobi nchini Kenya, Entebbe nchini Uganda, Bujumbura nchini Burundi, Moroni, Komoro, na hivi karibuni itaanza safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Naibu Spika, ongezeko la ndege limechangia pia kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaohudumiwa kutoka abiria 822,232 kwa mwaka 2021 hadi abiria 3,818,567 Februari 2025. Mizigo kutoka tani 2,567 mwaka 2021 hadi tani 5,730.48 Februari 2025. Kadhalika, mapato yetu yameongezeka kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.5 Februari 2025 mwaka huu. Eneo la ujenzi wa madaraja makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa ya Tanzanite lililoko jijini Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.03, kule Wami mkoani Pwani lenye urefu wa mita 510. Aidha, inaendelea kutekeleza ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi mkoani Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2 ambao umeshafikia 98%. Lengo la ujenzi wa madaraja hayo ni kurahisisha shughuli za kiuchumi na ufikiwaji wa huduma za kijamii kwa haraka kwa kupunguza foleni na muda wa usafiri wake. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa ukarabati wa meli katika maziwa makuu. Utoaji wa huduma za usafiri katika maziwa makuu umeendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapiga hatua za kiuchumi. Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa meli ya MV Mwanza kwa gharama shilingi bilioni 109. Ujenzi wa meli hii umefikia 98% na itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1,200 pamoja na tani 400 za mizigo, vile vile magari madogo 20 na malori 3. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali inaendelea na ukarabati wa meli katika ziwa Tanganyika ambazo ni MT Sangara kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 3.60 ambao umefikia 98% vile vile. Mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba shehena ya mafuta kiasi cha lita 410,000 na MV Liemba kwa gharama ya dola za Marekani milioni 13.19
ambao umefikia 15%, na mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo. Mheshimiwa Naibu Spika, ukamilishaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere wa megawati 2115. Serikali inaendelea kukamilisha ujenzi wa mradi wa uzalishaji umeme katika bwawa la Julius Nyerere kwa gharama ya shilingi trilioni 6.6. Ujenzi wa mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa siku umekamilika. Hadi Machi 2025, jumla megawati 2115 zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa, na hivyo kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kufikia megawati 4031.7. Na kuanza kwa uzalishaji wa umeme katika mradi huo kumeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme na uhakika kuwa chachu ya kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa umeme vijijini. Katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025, serikali imeunganisha umeme katika vijiji 4071 kwa gharama shilingi bilioni 1,593, na hivyo kuwezesha vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme. Hatua inayofuata sasa baada ya kukamilisha mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, ambapo jumla vitongoji 33,657 kati ya 64,359 sawa na 52.3 vimeunganishwa na huduma ya umeme. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji utawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani zinazohitaji nishati ya umeme, zikiwemo kuchomelea vyuma, useremala, kuchakata nafaka na kuchenjua madini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanga nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda inatekeleza ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga hapa nchini Tanzania. Utekelezaji wa mradi huo umefikia 55%, ambapo kilomita 1115 za bomba hilo zinapita hapa nchini. Serikali tayari imeshachangia mtaji wa dola za Marekani milioni 376 sawa na 15% ya hisa. Kupitia mradi huo, jumla ajira 6610 za muda na ajira 114 za kudumu zimeshaanza kuzalishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nieleze ujenzi wa shule za sayansi za wasichana katika mikoa 26 Tanzania bara. Kama ambavyo mnakumbuka, wakati anaingia madarakani, Mheshimiwa Rais alieleza azima yake ya kumsaidia mwanamke. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali ya awamu ya 6 imejenga shule za wasichana katika mikoa 26 zenye michepuo ya masomo ya sayansi. Hadi sasa ujenzi wa shule hizo umegharimu shilingi bilioni 121.55 za Tanzania, na tayari wanafunzi 10,274 wameshadahiliwa na wanaendelea na masomo. Uwezeshaji wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine, serikali ya awamu ya 6 imeanzisha programu ya ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu inaitwa Samia Scholarship Program kwenye fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, uhandisi, hisabati na tiba, hasa kwenye ufaulu wa kiwango cha juu. Fedha shilingi bilioni 6.63 zimekwisha tolewa tangu kuanza kwa programu hiyo na kunufaisha wanafunzi 1313. Vile vile serikali inatoa ufadhili wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wanaosoma stashahada za fani na ufundi. Tangu kuanzishwa kwa mpango huo, shilingi bilioni 20.08 zimetolewa na kunufaisha wanafunzi 7732. Pia serikali imeanzisha mfuko wa wabunifu unaojulikana kama Samia Innovation Fund ili kusaidia wabunifu kuchochea biashara za ubunifu na kuongeza fursa za ajira. Ujenzi wa miundombinu wa kutolea huduma za afya. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji wa huduma za afya nchini umeendelea kuimarika kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi.
Jitihada hizo zimewezesha kuongezeka kwa vituo vya kutolea huduma za afya kutoka vituo 8458 mwaka 2020 hadi vituo 9826 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile idadi ya hospitali zinazotoa huduma za magonjwa ya dharura zimeongezeka kutoka 7 mwaka 2020 hadi 116 mwaka 2025. Pia vituo vya kutolea huduma za afya vyenye majengo ya mama na mtoto vimeongezeka kutoka 681 mwaka 2020 hadi 7397 Februari 2025. Kutokana na jitihada hizo, vifo vinavyotokana na uzazi vimepungua sana kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2020 hadi vizazi 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kufikia Februari 2025. Na vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5 navyo vimepungua sana kutoka vifo 67 kwa mwaka 2020 hadi vifo 43 kufikia Februari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia huduma za kibingwa na ubingwa bobezi wa hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zimeendelea kuimarika. Hivi sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali ya rufaa za mikoa na zinatoa huduma 8 za kibingwa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana katika ngazi ya kanda. Huduma hizo ni pamoja na afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake, afya ya watoto, magonjwa ya ndani, upasuaji mifupa na ajali, huduma za dharura, huduma za mionzi, huduma za ganzi na huduma za dawa za usingizi. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya kisasa na bidhaa za afya imeimarika sana kutoka 47% ya mwaka 2020 hadi 89.3% kwa Februari 2025. Mafanikio hayo makubwa yameendelea kuwavutia wagonjwa kutoka nje ya nchi pia na kuimarisha tiba utalii, ambapo hadi Februari 2025 wagonjwa 7843 kutoka nje ya nchi wametibiwa ikilinganishwa na wagonjwa 5705 kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, naomba kueleza pia kwenye eneo la kuongezeka upatikanaji wa huduma ya maji mijini na vijijini. Hali ya upatikanaji wa maji imeendelea kuimarika kutokana na utekelezaji wa miradi ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za maji vijijini na mijini. Jumla ya miradi 1633 imekwisha tekelezwa. Kati ya hiyo miradi 1335 ni ya vijijini na miradi 298 ni ya mijini. Miradi hiyo imeongeza kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji vijijini kutoka wastani wa 70.1 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 79.6 kwa mwaka 2025. Kwa upande wa mijini kutoka wastani wa 84 kwa mwaka 2020 hadi wastani wa 90 kwa mwaka 2025. Kutokana na ongezeko hilo, wananchi 12,547 wananchi milioni 12,547,526 wamenufaika na huduma ya maji safi na yaliyo salama. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia idadi ya watalii waingiao nchini. Kutokana na mchango mkubwa wa sekta ya utalii katika kuingiza fedha za kigeni nchini na kukuza uchumi wa maendeleo, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi ili kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa letu. Kutokana na umuhimu huo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kufanya jitihada binafsi za kutangaza vivutio vya utalii nchini kupitia filamu ya Tanzania ijulikanayo kwa The Royal Tour na Amazing Tanzania. Jitihada hizo zimechangia kuongeza idadi ya watalii kutoka watalii 1,711,625 kwa mwaka 2021 hadi watalii 5,360,247 kufikia mwaka 2024. Kati yao watalii wa kimataifa waliongezeka kutoka 922,692 mwaka 2021 hadi 2,149,895 kwa mwaka
kufikia mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 132.24, na idadi ya watalii wa ndani nayo imeongezeka kwa asilimia 307.94 kutoka watalii 788,933 mwaka 2021 hadi watalii 3,218,352 kufikia mwaka 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie hali ya ujenzi wa mji wa serikali pale Mtumba. Serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa mji wa serikali unaojumuisha majengo 34. Kati ya hayo majengo 24 ni ya wizara na mengine 10 ni ya taasisi. Aidha, wastani wa hatua za ujenzi wa majengo umefikia asilimia 89.7. Licha ya majengo hayo, serikali pia imejenga jengo la Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na makao makuu ya Jeshi la Wananchi Tanzania katika eneo la Kikombo. Mradi huo unaotekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 534.4 utakapokamilika utawezesha wananchi kupata huduma kwa urahisi na kupendezesha jiji letu la Dodoma na hivyo kuwa moja ya vivutio vya utalii hapa mkoani Dodoma. Kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Machi 2025, serikali imeimarisha ushiriki wake katika nyanja ya kidiplomasia kwa kujumuisha ushirikiano wa kikanda, kimataifa na diplomasia inayozingatia maslahi ya kiuchumi. Katika kipindi hicho, nchi yetu imeshiriki katika mikutano 312 ya kikanda na kimataifa na mikutano 42 ya tume ya kudumu za pamoja ambayo imewezesha kusainiwa kwa hati za makubaliano 229. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na kuimarika kwa mahusiano wa kimataifa, mkutano wa 38 wakuu wa nchi na serikali na Umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 15 Februari mwaka huu 2025 jijini Addis Ababa, Ethiopia, ulichagua Tanzania kuwa mjumbe wa kamati ya uongozi wa Umoja wa Afrika kwa mwaka 2025. Kuchaguliwa huko kwa Tanzania katika nafasi hiyo kutawezesha nchi kunufaika na nafasi za ajira zinazotolewa kwa kuzingatia uwiano wa wawakilishi katika nchi wanachama na kujenga mtangamano imara na wenye maslahi kwa pande zote. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile Agosti 2024 serikali iliratibu ushiriki wa Tanzania katika mkutano wa 44 wa kawaida wa wakuu wa nchi za serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika uliofanyika Harare kule Zimbabwe. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa asasi ya SADC ya siasa, ulinzi na usalama kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Agosti 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, mikutano ya ziara hizo pamoja na jitihada kubwa za diplomasia zinazofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, zimeleta mafanikio makubwa kwa nchi yetu. Mafanikio hayo ni pamoja na upatikanaji wa fursa za masoko nje ya nchi, lakini pia wawekezaji kutoka nje wameendelea kupatikana. Misaada na mikopo yenye masharti nafuu nayo pia kutoka kwa washirika na maendeleo yameendelea kupatikana. Ongezeko la fursa za ajira na ufadhili wa masomo za nje ya nchi nayo pia imeendelea kupatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba kuzungumzia utekelezaji wa shughuli za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kuainisha baadhi ya mafanikio makubwa ambayo nimeyataja yaliyopatikana katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninaomba nieleze utekelezaji wa shughuli za serikali katika mwaka wa fedha 2024-2025 ambao pia tumeuweka katika vitabu tulivyowapa na tumeuweka pia kwenye vishikwambi vyenu mlivyo navyo, na mimi nitawaongoza kwa kusoma kwa kifupi kwenye maeneo haya. Nianze na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa viashiria vya uchumi na bajeti katika mwaka 2024-2025 umeendelea kuwa wa kuridhisha. Katika mwaka 2024 pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.5 ikilinganishwa na 5.1 ya mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme, uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi.
pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Aidha, sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha mrejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani kwa asilimia 17.1, fedha na bima asilimia 16.3, na habari na mawasiliano asilimia 14.3. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa asilimia 3.1 kilinganishwa na wastani wa asilimia 3.8 kwa mwaka 2023. Kiwango hicho kipo ndani ya lengo la nchi ya jumuiya ya kikanda na wigo wa asilimia 3 hadi asilimia 5. Katika muda wa kati kupungua kwa mfumuko wa bei kulitokana na utekelezaji wa sera madhubuti ya fedha na bajeti, uwepo wa utoshelevu wa chakula nchini na uboreshaji wa miundombinu ya uchukuzi iliyorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi kwenye masoko. Maelezo kuhusu akiba ya fedha za kigeni na mwenendo wa ukusanyaji wa mapato inaelezwa zaidi kwenye aya ya 74 hadi ya aya ya 76 ya hotuba yangu iliyoko kwenye vishikwambi vyenu. Swala la uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi na kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua hizo ni pamoja na kufanya maboresho ya sheria 12 kupitia marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2024 na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira na biashara ya uwekezaji. Serikali pia imeanza maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini unaolenga kuvutia uwekezaji wa nje